الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله hakika tumeona katika aljumaa iliyopita ya kwamba wako watu min bani jildatina wayatakallamuna bialsinatina ni watu ambao wana ngozi mithili ya ngozi zetu kadhalika wanaongea na kuzungumza kwa lugha zetu watu hawa wanafanya jambo ambalo linakiuka msingi wa alwala walbara kwa kusema maneno na kufanya matendo ambayo yanaashiria kana kwamba waislamu wana ujamaa na udugu bali na mshikamano na wasiokuwa wao na wasiokuwa watu wa mila yao na watu hawa wanatambulikana mbele za ahli ilmi wakiwaita duatu takrib walinganizi wanaolingania umoja wa dini watu wa dini mseto wanaotaka kuwafanya waislamu kuwa ni marafiki wa watu wa mila nyingine na kwamba hakuna baina yao magomvi na wala hakuna baina yao chuki wala uhuru wa kuabudu wala uhuru wa itikadi wote hawa ni watu wa dini za mbinguni ahlu dinin samawi ni watu wa dini za mbinguni hakuna haja ya kuchukiana huyo ameamua apite kwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam na yule ameamua apite kwa Yesu lakini wote maishilio yao ni kwa Allah subhanahu wa ta'ala hawa watu tuko nao katika safu zetu wameufinya ule msingi wa alwala walbara kupendana kwa ajili ya iman na kuchukiana kwa ajili ya iman twampenda mtu kwa kadiri ya khairi alizokuwa nazo na twamchukia mtu kwa mujibu wa mabaya aliyokuwa nayo huu ni msingi adhim bali wanasema baadhi ya ahli ilmi min lawazimi la ilaha illa Allah msingi wa alwala walbara ni katika mambo ya lazima kwenye neno la ilaha illa Allah
lazima ipatikane alwala walbara. Ayuha nnasu ibadallah, wakafikia katika maneno yao ya batil, mbali na kufanya michango kwa ajili ya makanisa, lakini kadhalika kuonesha ya kwamba Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam hakuwa na ugomvi na Wakristo, hakuwa na ugomvi na Manasara, bali walifanya ibada Manasara katika msikiti wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Akawaacha Rasuli alayhi salatu wassalam akiwaambia waseme haleluya ndani ya msikiti wa Mtume sallallahu alayhi wasallam ulipofika wakati wa ibada yao. Haya husemwa na hao walinganizi wanaolingania at-taqrib baina al-adyan, ukaribu baina ya dini hii na dini ile na dini ile. Ayuha nnasu ibadallah, katika mambo ambayo ni wajibu kwa kila muislamu kuyafahamu, anna adawata al-yahudi wal-nasara wa ghayrihim min al-kuffar min lawazim la ilaha illa Allah. Uadui, chuki na bughdha dhidi ya mayahudi na manasara kwetu sisi waislamu ni katika lawazimi za kalimatu tauhid. Huwi mwema katika kalima hii ya la ilaha illa Allah kama hakuna katika moyo wako chuki, kuwachukia alyahudi wan nasara. Na hili jambo Qur'ani ya Allah imeliweka wazi kwa kiasi kikubwa. Qur'ani imejaa msingi huu. Haikuwa wewe kuambiwa kwamba kusoma suratul Fatiha ni nguzo katika sala, na ndani ya nguzo hii kuna albara'at min alyahudi wan nasara, kujitakasa na kujiweka mbali na mayahudi na manasara. Unasema kila swala ihdina as-siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Hii ni baraa, unajitakasa na kujiweka mbali na mayahudi na manasara, njia ya wale ambao umewaneemesha juu yao, si wale uliowaghadhibikia. Walioghadhibikiwa na Allah alyahud wan nasara, wala si njia ya wale waliopotea ambao ni manasara wala dhalin, wala njia ya waliopotea. Waliopotea hapa ni manasara, na baadhi ya wafasiri wa Qur'an wanasema manasara hao waliopotea ni wale kabla ya ujio wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ama hao manasara ambao wameipata haki ya Rasuli alayhi salatu wassalam, wakaisikia haki ya Rasul alayhi salatu wassalam, wakaifanyia inadi, na wao wanaingia kwenye almaghduba alaihim, walioghadhibikiwa. Kwa hiyo manasara wale ni maghdubun alaihim, wameghadhibikiwa, kwa kuwa mayahudi hawakughadhibikiwa na Allah isipokuwa baada ya kuiacha haki iliyobainikia, na manasara wale wamebainikiwa na Uislamu na haki ya Uislamu. Wanapoacha kushikamana na hii dini, basi na wao wanaingia katika almaghduba alaihim. Ayuha nnasu ibadallah, huu ni msingi mama katika dini yetu ya Kiislamu. Sasa kusema kwamba Rasuli alayhi salatu wassalam aliwaachia manasara wafanye ibada zao katika msikiti wa Mtume, kama wanavyosema haya baadhi ya walinganizi waovu, nini maana yake? Si kweli, bali tunayoyapata kutoka kwa Rasuli alayhi salatu wassalam kwa mujibu wa al-ahadith as-sahiha ni kwamba Rasuli alayhi salatu wassalam moyo wake hauna amani, moyo wake haupati raha
muda wa kuwa wapo wanaoabudiwa kinyume cha Allah subhanahu wa ta'ala, na mayahudi wanamwabudu asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, na manasara wanamwabudu asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala, hauna amani moyo wa rasuli alayhi salatu wassalam. ametaja al-Imam al-Bukhari rahimahullah hadithi ya Jarir bin Abdullah al-Bajali radiyallahu ta'ala anhu, anasema qala li Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ala turihuni min dhil khalasa faqultu bala. Angalia maneno ya Jarir, anasema aliniambia Rasuli alayhi salatu wassalam, ewe Jariri, kwa nini usiupe raha moyo wangu? Moyo wa Rasuli hauna raha kupatikana anayeabudiwa kinyume cha Allah subhanahu wa ta'ala. Vipi aridhie manasara waabudu katika msikiti wake? Kwa nini usiupe raha moyo wangu ewe Jarir kutokamana na dhil khalasa baitan bil Yaman li khas'ama wa bajila fihi nusubun tu'badu min dunillah. Dhil khalasa ni nyumba ilikuwapo kule Yemen ya makabila mawili, kabila la Khas'am na kabila la Bajila. Ndani yake jengo hili kuna masanamu yanachinjiwa, yanaabudiwa kinyume cha Allah subhanahu wa ta'ala. Rasuli yuko Madina, haya yanatendeka Yemen, moyo wake hauna raha. Anamwambia Jariri autie raha moyo wake alayhi salatu wassalam, ala turihuni min dhil khalasa. Akasema Jarir, bala, kwa nini nisifanye hivyo ya Rasulullah? Anasema fantalaqtu fi 50 wa 100 faris min Ahmas wa kanu ashab khair wa kuntu la athbutu ala alkhayr فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. anasema nikaondoka mimi pamoja na watu 150 wapanda farasi mahodari katika kabila la Ahmas, na yeye Jariri ni katika kabila hilo. Anasema wakanu ashaba khairin, watu wa Ahmas walikuwa ni watu mahodari katika kupanda farasi, lakini mimi Jarir sikuwa nikitulizana juu ya farasi, sikuwa na uhodari huo waliokuwa nao Ahmas. Nikalitaja hilo kwa Rasuli alayhi salatu wassalam kwamba ya Rasulullah, umenituma kuelekea Yemen kwenda kuvunja mzimu wa al-khalasa, lakini mimi ya Rasulullah la athbutu ala al-khayl, situlizani, siwezi kuimarika juu ya farasi. Akaweka, anasema Jarir bin Abdullah radiyallahu ta'ala anhu kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam fadaraba yadahu, akapiga kwa mkono wake juu ya kifua chake. Raaitu athara yadihi fi sadri, hatta raaitu athara yadihi fi sadri, mpaka nikaona athari ya vidole vyake juu ya kifua changu. Kwa maana alinipiga kwa nguvu, akaniombea dua, akasema Allahumma thabbithu, ewe Allah mthibitishe Jarir juu ya kupanda farasi, waj'alhu hadiyan mahdiya, mjalie Jarir hadiya, kwamba ni mwenye kuwaongoza watu wapate mwongozo wa watu kupitia Jarir, mahdiya, bali aliyoongozwa na yeye na Allah subhanahu wa ta'ala. Akatoka Jariri na kikosi cha watu 150 mpaka Yemen. Anasema walipofika kule kwenye lile jengo la masanamu ambalo huabudiwa, ambalo halimpi raha Rasuli alayhi salatu wassalam, anasema tukaliteketeza kwa moto, kisha wakalivunja, kisha wakarudi kwa Rasul alayhi salatu wassalam, wakampasha habari ya yale walioyafanya kule Yemen. Ayuha nasu ibadallah, ikiwa Rasul alayhi salatu wassalam moyo wake hauna raha kwa kupatikana shirki katika mgongo wa ardhi, atakuwaje na raha
kwamba ifanyike shirki katika msikiti wake mtukufu kwa ruhusa yake na idhni yake. Wapi haya yametoka? Nani anayedhibiti haya katika wanawazuoni wetu wa Kiislamu? Ayuha nasu ibadallah, kama si maneno ambayo yanaashiria at-taqrib baina al-adyan, kuleta ukaribu na umoja na ukaribu wa dini, ambayo mambo haya hufanywa na watu maalum, wanadhaminiwa kutoka sehemu maalum. Ayuha nasu ibadallah, Rasul alayhi salatu wassalam hakuwa akiridhia jambo la kushirikishwa Allah subhanahu wa ta'ala abadan, na hakuwa akiwapenda al-yahud, na hakuwa akiwapenda al-nasara, na Qur'ani imejaa hayo kwamba sisi tuwe na bughdha na chuki dhidi yao. Hivi mnadhani ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala kumjalia Ibrahimul Khalil baba yetu, yeye na waliomuunga mkono katika da'wa, kuwafanya wale kuwa ni ruwaza zetu njema, ilikuwa ni katika nini? Ni katika kuonesha bughdha na chuki dhidi ya watu wasiokuwa watu wa mila zetu. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladhina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. Huyu ndiye ambaye Allah amesema ni mfano mwema wetu wa kumwiga. Huyu ndiye ruwaza njema yetu. Anasema Allah katika hii aya, hakika qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim, hakika mmepata mfano mwema, mmepata ruwaza njema kwa Ibrahim na wale waliokuwa pamoja naye. Walifanyaje? idh qalu liqaumihim, waliposema kuwaambia watu wao, inna buraa'u minkum, hakika sisi tuko mbali nanyi, wa mimma ta'budun, na tuko mbali na vyote mnavyoviabudia, min dunillah, kinyume cha Allah, kafarna bikum, tumewakana وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء, na umeshadhihiri baina yetu na baina yenu uadui na chuki abada za milele, hatta tu'minu billahi wahda, mpaka muachane na hayo, mumuamini Allah peke yake. Haya ndiyo maneno ya Allah. Hii ndiyo Qur'ani ya Allah ambayo ni mwongozo kwa Waislamu, hudan linnas wa bayinatin min alhuda walfurqan. Ndio hii ndiyo Qur'ani ambayo yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru almu'minin alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira. Ayuha an-nas ibadallah, Rasul alayhi salatu wassalam hakuwa anakubali shirki, hakuwa anakubali suala la kuabudiwa asiyekuwa Allah. Angalia katika hadithi aliyotaja al-Imam al-Bukhari kutoka kwa al-Bara ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhu, ilipotokea yaliyotokea katika vita vya Uhud, kuvunjwa sehemu ya jino lake Mtume sallallahu alayhi wasallam, sehemu ya jino limevunjwa, amemwaga damu, kapasuliwa sehemu ya uso wake mtukufu alayhi salatu wassalam, mpaka akasema, kaifa yuflihu qaumun shajju nabiyahum, vipi watafaulu hawa watu ambao wameumwaga damu uso wa nabii wao. Yalipotokea haya yaliyotokea, shetani akapiga ukelele kwamba Muhammad amekufa. Baadhi ya Waislamu wakarudi nyuma, wakatupa silaha zao chini, mpaka akasema Anas ibn Nadhr kumwambia mmoja wa aliyetupa silaha, kwa nini umetupa silaha? Akasema, mata Muhammadun faliman qatil, Muhammad amekufa, twapigania nini? Akamwambia, qum faqatil famut ala ma mata alayk, simama upambane ufe kwa aliyofia. Mpaka akawa anajitamba Abu Sufyan kabla ya kuslimu kwake radhiyallahu anhu, akiwa anasema kuwauliza Waislamu, afikum Muhammad,
Muhammad mpo naye. Rasul alayhi salatu wassalam anawakataza masahaba kwamba msimjibu Abu Sufyan. Akarudia tena, afikum Muhammad, mko naye Muhammad? Rasul anasema alayhi salatu wassalam, la tujibuhu, msimjibu Abu Sufyan, mpaka mara ya tatu. Akauliza baada ya hapo, afikum ibn Abi Quhafa, mko naye mtoto wa Abu Quhafa ambaye ni Abu Bakar Siddiq? Akarudia maswali haya mara tatu. Waislamu hawamjibu kitu Abu Sufyan. Akauliza, afikum ibn al-Khattab, mko naye ibn al-Khattab yani Umar? Akarudia swali hili mara tatu. Rasul anasema, la tujibuhu, msimjibu Abu Sufyan. Aliposikia kimya, hakuna jawabu juu ya hawa watatu aliyowaulizia, na hakuna aliyemtaja zaidi ya hawa, kwa kuelewa kwake Abu Sufyan kwamba kusimama kwa Uislamu baada ya taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala kisha ni jitihada za hawa watatu. Hapo ndipo akasema maneno ya shirki. Hakunyamaza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Vipi wakubalia watu wafanye shirki katika msikiti wa mtukufu? Akasema Abu Sufyan, ulu Hubal, na mtukuza Hubal. Hubal ni sanamu lao, ni mungu wao wanayemwabudu. Ulu Hubal. Rasul alayhi salatu wassalam akasikika kuambia masahaba, mbona hamumjibu Abu Sufyan? Wakati kule aliwaambia msimjibu. Lakini hapa ulipoguswa na kujeruhiwa upande wa tauhid, hakunyamaza kimya alayhi salatu wassalam. Akawaambia, mbona hamumjibu Abu Sufyan? Wakasema, tusemeje ya Rasulullah? Akawaambia, semeni Allahu a'la wa ajal, Allah yuko juu zaidi, Allah ni mtukufu zaidi kuliko Hubal. Hakunyamaza ghiratan ala janabi tauhid, kwa wivu wake aliokuwa nao katika kujeruhiwa upande wa tauhid. Akasema, lana al-uzza wala uzza lakum. Akataja sanamu lao la pili, sisi tunaye Mungu wetu Uzza, nyinyi hamna Uzza. Rasul akamwambia, mbona hamumjibu Abu Sufyan? Wakasema, tusemeje ya Rasulullah? Akasema Rasul alayhi salatu wassalam, semeni Allahu maulana la maula lakum, Allah ndiye mola wetu, nyinyi hamna mola. Hakunyamaza ulipojeruhiwa upande wa tauhid ambao haumpi raha suala la kupatikana shirki billah katika juu ya mgongo wa ardhi hii. Vipi aridhie manasara waabudu katika msikiti wake, waseme haleluya katika msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam? Nani amelitaja hilo katika ulama? Nani ameliandika hilo katika al-mu'arrikhun wa ahlus siyar? Walhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd. Ayuha an-nasu ibadallah, hivi yakubalikaje ayutalabu al-muslim binaz'i adawatihi lilyahud? Yakubalikaje kwamba muislam atakiwe aondoshe uadui wake kuwachukia mayahudi, ilhali Allah kwenye Qur'ani anasema, man kana aduwwan lillah wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikal fa inna Allaha aduwwun lilkafirin. Yeyote ambaye atakuwa ni adui wa Allah na malaika wake na mitume wake na Jibril na Mikail, hakika Allah ni adui wa makafiri hawa. Mayahudi wanamchukia Jibril alayhi salatu wassalam. Vipi muislamu aondoe chuki zake kuwachukia mayahudi, wakati Allah ameyasema haya maneno kwenye Qur'an kwamba yeye mwenyewe ni adui wa watu makafiri wanaompiga vita yeye, wanaowatukana malaika, wanaowabagua mitume wake. Mayahudi hawamkubali Muhammad alayhi salatu wassalam, mayahudi hawamkubali Isa alayhi salatu wassalam. Waislam wanamkubali Musa, waislam wanamkubali Isa, waislam wanamkubali mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
manasara hawamkubali mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maadui wa mitume wa Allah. wallahu aduwwu lilkafirin. ayuha an-nas ibadallah, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, latajidanna ashadda an-nasi adawatan lilladhina amanu al-yahud walladhina ashraku. wallahi kwa hakika utawapata Muhammad wenye uadui mkubwa na waislamu ni mayahudi na washirikina. vipi tuwe na alwahda? vipi patikane baina yetu alwahda, umoja na mshikamano, tusibaguane, wote ni watoto wa dini za mbinguni? nani anayesema haya? nani anayesema haya? ayuha nasu ibadallah, hivi ayuda almuslimun ila naz'i adawatihim linnasara wa hum shuraka'u alyahud fi aljara'im alkufriyah الشركية بالله والعدائية على المسلمين؟ itafaa kweli kuwalingania waislamu eti waondoe chuki zao kwa wakristo ambao ni washirika wa mayahudi katika matukio ya ushirikina, matukio ya kikafiri, kumkufuru Allah subhanahu wa ta'ala, wenye matukio ya kiuadui, kuwafanya uadui waislamu. bali wakasema baadhi ya ahlul-ilm luhuqu ad-darari bilmuslimin, mpaka imefikia kupata madhara waislamu kwa kiasi kikubwa kutoka katika maadui wawili hawa. basi uadui mkubwa watoka kwa manasara, na nyinyi ni mashahidi juu ya haya. kwa hiyo akitokea mtu akitudanganya, akituambia kwamba sisi waislamu tuondoeni tofauti zetu na manasara, kwani manasara wameondoa bugudha zao, chuki zao dhidi ya waislamu, la nusaddiqu, hatumsadikishi huyo, tusema huyu ni muongo, tumsadikisha Allah. waman asdaqu min Allahi qila waman asdaqu min Allahi haditha. Allah anasema waqalu kunu huda au nasara tahtadu. haya ndio maneno yao. hawamkubali hata kama watamdhihirishia mawadda, hata kama watamdhihirishia mapenzi, hawamkubali ila aliungana nao katika mila zao. basi haya maneno ya Allah. wakasema kunu huda, kuweni mayahudi au nasara. hawa walisema mayahudi, na wakristo wakasema au nasara, au kuweni wakristo, tahtadu, mtaongoka. haya ndiyo wanaoyaridhia. muda wa kuwa wewe ni muislamu, abdan muslima, unamwabudu Allah, unampwekesha Allah, unamfuata rasul, watekeleza sunna, hutoridhiwa mbele ya hawa. lan tardha anka alyahud wala an-nasara hatta tattabi'a millatahum. kamwe, anasema Allah, kamwe, lan tardha, kamwe hawatoridhia mayahudi na manasara kukuridhia wewe Muhammad na wafuasi wako, hatta tattabi'a millatahum, mpaka mpite kwenye mila zao. watakaradhi gani kwa mayahudi? watakaradhi gani kwa manasara? wataka wakuoneje manasara? kwa maslahi gani wayasema hayo? unataka ulua, unataka hadhi, wataka cheo, wataka kadha. fahamu ametahadharisha rasul alayhi salatu wassalam, akasema anawezekana mtu akamka asubuhi muislamu, akafika jioni ameritadi, amekuwa kafir. akajiliwa na jioni akiwa ni muislamu, akamka asubuhi amekaa amekufuru, amekuwa kafir. kwa nini? yabiu dinahu bi'aradhin min ad-dunya, anauza dini yake kwa badali ya kilimwengu, iwe mali, iwe pesa, iwe cheo, ni aradh katika aradhi dunia. haya amesema rasul alayhi salatu wassalam. sisi waislamu tuna misingi yetu ya Kiislamu. katika misingi ya la ilaha illa Allah kuwachukia mayahudi, katika misingi ya la ilaha illa Allah kuwachukia manasara ambao hawaridhii ila watuone sisi kuwa katika wao, watuone sisi katika mila yao. wadda kathirun min ahli alkitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. wametamani wengi wa mayahudi, wametamani wengi wa manasara wawarejeshe nyinyi, wawaachanishe na dini yenu, murejee katika ukafiri, muwe kama wao.
hasadan min indi anfusihim, kwa husda tu iliyowajaa katika mioyo yao, kwa kuwaona nyinyi mmeshikamana na haki, mmeshikamana na huda, mmeshikamana na nur, mmeshikamana na sunna. Ayuha nnasu ibadallah, hatuna umoja, hatuna udugu, na Allah amekata udugu baina ya waislamu na wasiokuwa wao. Amekata udugu huo subhanahu wa ta'ala. Nani atakayeunganisha udugu huo? Nani atakuwa na ujasiri akamkiuka Allah? Allah anasema fa in tabu wa aqamus salah wa atawuz zakah fa ikhwanukum fid din, kama watatubu wakaacha ushirikina wao, wakaacha utatu wao mtakatifu aliyowakataza Allah, la taqulu thalatha, msiuseme utatu, intahu, komeni na hayo, khairan lakum, mkifanya hivyo ni bora kwenu, mkifanya hilo ni bora kwenu. Allah akakata udugu baina yetu na wao, si ndugu zetu. Akasema katika hii aya, kama watatubu juu ya ushirikina wao na itikadi zao mbaya, wakasimamisha swala kama wanavyosali waislamu, wakatoa zaka kama wanavyotoa waislamu, fa ikhwanukum fid din, hapo sasa watakuwa hao ni ndugu zenu katika dini. Kinyume chake hatuna udugu nao. Kinyume chake Allah ameshahukumu baina yetu na wao. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. haya ndio wanasema Allah kwenye Qur'an. Ayuha nasu ibadallah, msiwasikilize duatu takrib, duatu takrib ambao wanakula kwa niaba ya dini, wanawapoteza waislamu, wanawapoteza watu. Hivyo ni haki kwa waislamu wazindukane kutokamana na njama za maadui zao dhidi yao. Wazindukane waislamu kwamba maadui wana njama kadha wa kadha wa kadha, hasa katika kipindi hiki ambacho umedhoofu upande wa alwala walbara kwa waislamu wenyewe. Muislamu tamkuta ana rafiki yake Yahudi, Muislamu tamkuta ana rafiki yake Nasara. Upande wa alwala umekuwa dhaifu, walbara umekuwa dhaifu. Anakwenda kwenye mahanimuni, anakwenda kwenye vipaimara, anakwenda kwenye Pasaka. Wako waislamu wanafanya haya, bali wanakwenda kuzika kwenye makaburi ya manasara, jambo ambalo kwamba halitakikani Kiislamu. Alipokufa Abu Talib, hakwenda Rasul kumzika Abu Talib, na ni ammi yake, ammi yake amemlea nyumbani kwake, alikuwa akimpenda kuliko watoto wake kina Jaafar na Ali na Aqil. Lakini hakwenda Rasul alayhi salatu wassalam akamuidhinisha Ali aende kushuhudia anavyofukiwa baba yake, na akamwambia usifanye lolote bila ruhusa yangu. Vipi wewe unakwenda kwenye mazishi ya manasara? Kwa upande wa alwala umekuwa dhaifu, upande wa albara umekuwa dhaifu. Vipi jumlisha hilo? Wakija walinganizi kama hawa wanaolingania mawadda, kuwapenda alyahudi wan nasara, dhulumatun ba'daha fawqa ba'd, walhamdulillah.